kwamba je, unamfahamuje Yesu? Kila mtu atamfahamu, atamwelezea kulingana na anavyomfahamu. Lakini tukiangalia maeneo ambayo ya muhimu, tunafahamu ya kwamba tunaposema Yesu, moja kwa moja kitu kinachokuja tunafahamu kwamba Yesu ni Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu. Alikuwepo hata katika kipindi cha uumbaji. Yeye ni mwamba wa kale. Tumepewa huyu ili aweze kutusaidia. Tumepewa huyu ili aweze kutushindia. Tumepewa huyu ili aweze kutuvusha mambo. Tumepewa huyu Yesu ili aweze kushinda kila kitu ambacho tunakutana nacho. Haleluya. Haleluya. Tunafahamu katika ule Utatu Mtakatifu ya kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Hata ukisoma ile Mwanzo 1:26, Biblia inasema kwamba na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Manake zilikuwa ni nafsi tatu ambazo zinazungumza kwamba je, baada ya kufanya uumbaji wa vitu vingi, lakini akabakia kiumbe mmoja tu ambaye anaitwa mwanadamu. Je, huyu mwanadamu tutamfanya fanyaje? Ukisoma mwanzoni pale tunaona kwamba vitu vilikuwa vinatokea. Kwa nini? Kwa neno. Mungu alikuwa anatamka na ifanyike milima inatokea, na ifanyike vilindi vya maji, vilindi vinatokea. Lakini ilipofika wasaa wa kuweza kumfinyanga Mungu aamini mwanadamu, Mungu akakaa, zile nafsi tatu zikakaa, zikasema kwamba je, huyu mtu tumfanye kwa namna gani? Ukiangalia mwanzoni vitu vilikuwa vinatokea kwa neno, lakini sisi ni wa thamani, na ndio maana katika kuumba kwetu Mungu yeye mwenyewe akasema hatuwezi kumuumba mtu kama mnyama, hatuwezi kumuumba mtu kama mti, hatuwezi kumuumba mtu kama milima, lakini ni lazima afanane na sisi, ni lazima afanane na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kwanza kabisa na kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Kwa sababu gani? Wewe ni mfano wa Mungu mwenyewe. Ukichukulia kwamba kabla ya mtu kuumbwa, kabla ya mwanadamu kuumbwa, kulikuwa na vitu ambavyo vyenyewe vilitokea tu. Kwa nini? Kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Lakini pia huyu Yesu hapo mwanzo tunasema kwamba yeye ni mwamba wa kale. Maana yeye alikuwepo tangia kipindi cha uumbaji. Kuna siku tulijifunza haya maneno, tulichimba sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona kwamba Yesu yeye ni mwamba wa kale. Alikuwepo katika kipindi cha nini? Cha uumbaji. Kama nilivyokuambia mwanzoni, walidiscuss je, huyu mwanadamu tumuumbe kwa namna gani? Kwa hiyo zile nafsi tatu zikazungumza kwamba huyu mtu tumfanye kwa mfano nani? Wa wao wenyewe, kwa maana ya Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Lakini kipindi vitu vinatokea, kipindi maji yanatengwa na nchi kavu, Yesu naye alikuwepo akishuhudia hivyo vitu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunaweza tukasoma Mithali 8:22 hadi 30. Uone ni kwa namna gani huyu Yesu, tunasema kwamba Yesu alikuwepo hata katika kipindi cha uumbaji. Kwa hiyo tutumia uthibitisho kwamba Yesu ni mwamba nini wa kale. Alikuwepo hata katika kipindi cha nini? Cha uumbaji. Mtu mmoja anaweza kanisomea, tutasoma tu. Mithali 8:22-30. Neno la Mungu linasema, Bwana alikuwa nami katika mwanzo wa njia yake, kabla ya matendo yake ya kale. Nalitukuka tokea milele, tangu awali, kabla haijawako dunia. Wakati visipokuwako vilindi nalizaliwa, wakati zisipokuwako chemichemi zilizojaa maji. Kabla ya milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Alipozithibitisha mbingu nalikuwako. Alipopiga duara katika uso wa bahari. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu. Chemichemi za bahari zilipopata nguvu. Alipoipa bahari mipaka yake, kwamba maji yake yasiasi amri yake. Alipoiagiza misingi ya nchi, ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi. Nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake.
Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unapolitaja jina la Yesu, unapomtaja Yesu, unatakiwa uwe na picha ya kwamba huyu ambaye ninamtaja ni mwamba wa kale aliyekuwako. Kwa maana kwa sasa hivi kuna watu ambao wanataja vitu, lakini vile vitu lifespan yao ni fupi. Vile vitu vinatokea kwa kipindi cha muda fulani. Lakini tunaposema kwamba tumtaje Yesu katika nyakati zote ambazo tunazipitia, tunajua kwamba huyu Yesu ni Yesu ambaye alikuwako, yupo, lakini pia ataendelea kuwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia huyu Yesu alikuja kujithibitisha katika kile kitabu cha Isaya. Tumekuja tulipewa direction na kwamba huyu atakuja sasa kutokea kama mwanadamu wa kawaida, lakini aliyebeba uwezo wa kifalme mabegani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 7:14. Isaya 7:14 inazungumza hapo. Isaya 7:14. Tutasoma Isaya 7:14. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye atamwita jina lake Imanueli. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaona Agano la Kale linazungumza ni kwa namna gani ambavyo huyu Yesu atakuja katika ulimwengu. Maneno yanasema kwamba Bwana mwenyewe atatokea, atasema kwamba atakuja bikira Mariamu, atabeba mimba, na hiyo mimba namna ambavyo ilibeba kwa mtindo tofauti usiokutana na mwanamume. Kwa sasa huyo mtu atakaye kuja atakuwa ni mkuu kuliko wakuu wa ulimwengu ambao wako wanaishi na wataendelea kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nabii ulikuja kudhihirika kwenye Agano Jipya. Ukisoma Luka nadhani ni sura ya 2 na ya 3, tunaona pale, na hizi taarifa wote ni tuko nazo familia. Tunaona namna ambavyo unabii ulithibitika kupitia Roho Mtakatifu. Mariamu akaweza kubeba mimba, na namna yote, mazingira yote ambayo Yesu aliweza kuzaliwa, na namna ambavyo wachungaji lakini na watu wengine ambao walikuwepo kipindi hicho, baada tu ya kuzaliwa kwa Yesu vitu vikabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tunafahamu kwamba Yesu aliishi maisha ya kawaida, aliishi kama mwanadamu aliyebeba kusudi la Mungu, aliishi kwa lengo la kuendelea kumtafuta nani? Huyu mwanadamu ambaye amepotea. Lakini katika kuishi huko Yesu alifanya miujiza, Yesu alifanya maajabu kwa nguvu za Mungu ambaye yeye mwenyewe alimpa. Lakini baada ya hapo sasa wakaja watu wale ambao walikuwa hawasapoti ile kazi ambayo alikuwa anaifanya, wakamkamata, wakamsulubisha. Lakini baada ya kumsulubisha mwanaume, baada ya siku 3 akafufuka. Baada ya kufufuka tukaona namna ambavyo matokeo ambayo yalitokea baada ya ufufuo wake yalitoa ishara nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Baada ya kusulubishwa Yesu akafa, lakini baada ya kufa akafufuka. Alipofufuka tukaachiwa mamlaka, ambapo mamlaka inatusaidia katika kuzinga kila aina ya vitu. Hiyo mamlaka inatusaidia kutaka vitu ambavyo tunavihitaji. Hiyo mamlaka inatusaidia kuishi mbali na dhambi, na hiyo mamlaka inatusaidia tunakuwa wenye uhalali, wenye uhalali kusonga mbele, hatuogopi chochote. Hata tukikutana na adui, tukikutana na waganga, tukikutana na wachawi, kwa sababu tunaye huyu ambaye tumembeba, tunaweza tukaishi eneo lolote pasipo na masumbufu aina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa baada ya ufufuo tukisoma yale maandiko yanatuambia kwamba Yesu alifanyaje? Alipaa. Lakini bado alipopaa hakutuacha yatima, akatuachia Roho Mtakatifu, akatuachia msaidizi, akatuachia mwalimu wa ajabu, akatuachia mfariji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
jina la Yesu Kristo ukaanza kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa baada ya Yesu kutoka, Roho Mtakatifu akaachwa kutusaidia, lakini pia wokovu na mambo mengine ambayo yanafanana na hayo yanatendeka kwa msaada wa jina lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa baada hapo tunaona wale ambao walikuwa ni masaidi waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu, namna ambavyo walikuwa wanafanya kazi bado ikaendelea. Injili haikukoma baada ya Yesu kwenda juu mbinguni. Injili bado ikasonga, na katika kusonga huko bado Yesu tunaye hadi leo katika kuhakikisha kwamba watu wanamfanyaje? Wanamjua Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa katika shughuli zote ambazo tunafanya, iwe ni shughuli za kihuduma, iwe ni shughuli za kwako binafsi, tunatakiwa kulitangaza jina la Yesu liweze kutawala hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukisoma ile Matendo 4:12, Matendo 4 kuanzia mstari wa 9 hadi 12. Tutasoma Matendo 4:9. Neno la Mungu linasema, Matendo 4:9, neno la Mungu linasema, kama tukiulizwa na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kisha kwa jina hilo mtu huyu anasimama alimzima mbele yenu. Yeye ndiye jiwe lile lililodharauliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa jiwe kuu la pembeni, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukisoma hii Matendo 4 kuanzia 1 mpaka kufikia 12, kuna hii scenario ambayo Iskanda, Kayafa, lakini pia pamoja na Petro walikuwa wakiendelea kumtangaza huyu Yesu. Baada ya katika harakati za kuendelea kumtangaza huyu Yesu, wale wazee ambao walikuwa katika ile jamii na wanasheria, Masadukayo, Mafarisayo waliwakamata. Baada ya kuwakamata, wakaanza kuwauliza, je, mnafanya haya yote kwa nguvu gani? Mambo makubwa yanatokea katika jamii, lakini wale walikuwa hawaelewi, kwa sababu kulikuwa kuna namna ambayo yamkini watu walikuwa wanasaidiwa matatizo yao. Kulikuwa labda na namna ambayo wagonjwa ili wapone lazima wawekewe vitu. Walipokuja hawa kina Petro wakashangaa kwamba mbona mambo makubwa yanatokea? Je, haya yanatokea kwa namna gani? Kwa hiyo baada hapo wakaona kuna tamaduni pia imeingia katika ile jamii. Sasa ili jamii yetu isiendelee kuzulika, ndipo wakafanyaje? Wakakamata. Lakini Biblia inasema nini? Baada ya kuwakamata, Petro akisha kuwa amejaa na Roho Mtakatifu akaanza kuambia kwamba tunafanya haya yote. Inawezekana yalionekana ni magumu, inawezekana yalikuwa hayawezekani kutendeka, lakini tunafanya kwa sababu ya yule ambaye mlimkataa. Tunafanya kwa sababu ya yule ambaye mlimwona hafai, lakini baada akatuachia mamlaka, akatuachia uweza, ndio maana tunafanya haya yote. Kwa hiyo hata na wewe inawezekana katika jamii yako viko vitu ambavyo vinaendelea, lakini wewe bado hujachukua hatua. Unaweza ukachukua hatua, vitu vikafanyika, msaada wa Mungu, na wakikuuliza wakisema haya yote umefanya kwa msaada wa nani? Mwambie nimefanya kwa msaada wa jina la Yesu Kristo. Nimefanya kwa msaada wa Mola pekee ambaye tulipewa akatuachia nguvu kupitia Roho Mtakatifu. Tunafanya haya yote. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sio tu katika huduma. Inawezekana katika mazingira ambayo unaishi viko vitu ambavyo kama viende tu vizuri,
tunafanya haya yaliyo makubwa ni kwa sababu ya yule ambaye mlimkataa. Biblia inasema kwamba lile jiwe ambalo walikataa waasi limekuwa nini? Jiwe kuu la pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaweza kusema hili jiwe la waasi ni nini? Kuna siku nilipata, mimi mwenyewe nilikuwa sielewi, nilipata haya maelekezo. Anaposema kwamba jiwe la waashi, kwanza waashi ni mafundi. Naweza kusema mafundi ujenzi. Bwana sifa sana. Ambao tunaona wanajenga huko mtaani na nini, wanatujengea nyumba zetu, wanatujengea hata na makanisa. Kwa hiyo unaposema waashi kwa lugha ambayo inaweza keleka kirahisi ni mafundi nani? Mafundi ujenzi. Kwa hiyo kipindi nyumba ikiwa inajengwa miaka hiyo, pembeni sasa walikuwa wanatafuta jiwe. Na hilo jiwe lilikuwa linawekwa kwenye pembe za nini? Za nyumba. Maana nyumba ina pembe kuu 4. Kwa pembeni kwenye msikano mule, kwenye hii round ya pembeni, pale wanaweka kitu kinaitwa nini? Jiwe. Kwa hiyo walikuwa nini? Ni jiwe la ujenzi au jiwe la kufanyia nini? Ujenzi. Kwa maana hiyo lile jiwe linaimarisha jengo lililokusikana vizuri. Kwa sasa Petro anasema kwamba jiwe ambalo lilikuwa ni kuu, jiwe ambalo lilikuwa linasaidia kushikamanisha nyumba, jiwe ambalo lilikuwa linasaidia kushikamanisha jengo, akachukulia. Hii ni lugha ya picha. Asante Roho Mtakatifu. Walimu wetu tupo. Walimu wetu tupo tunaposema punda tunaweza tukao na maana nyingi, si ndio? Kwa sababu na Petro mwenyewe akatumia neno nini? Jiwe. Maana ule umuhimu wa jiwe la waasi katika kushikamanisha ile jengo, ule umuhimu wa kuwepo pale, manake ni Yesu mwenyewe. Manake Yesu ili aweze kutushikamanisha tukakaa vizuri, tusiwe na maradhi, tusiwe na magonjwa, tusinde vita zote, amefanyika kuwa jiwe kuu la pembeni. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu Petro anawaambia kwamba lile jiwe mlilikataa, manake walimkataa Yesu. Na ndio maana muda huo anazungumza maneno, bado wapo chini ya mamlaka ya wale viongozi, kwamba mmefanya mambo makubwa, mmefanya miujiza mingi inatokea, watu wanaponywa. Mnaponywa kwa sababu gani? Petro akawaambia tunawaponya kwa sababu ya yule ambaye mlimkataa. Yule ambaye mlimkataa, mkamuua, mkamzika, lakini akafufuka. Alipofufuka akatuachia mamlaka. Ile mamlaka ndio inatusaidia katika kufanya mambo makubwa. Bwana ametuachia mamlaka. Jina la Yesu lipo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Kwa katika ulimwengu ambao tunaishi, tunaona yako majina mengi, majina ambayo ni mashuhuri, majina ambayo wengine wanajiita marais wa dunia, majina ambayo wengine wanajiita ni wafalme, si mfalme wa kwanza, wa pili, mpaka na 10 na ngapi. Lakini ukiangalia haya majina yanapita, ukiangalia haya majina yanakuwa na msimu. Hata tu viongozi wa nchi wanakuwa na majina makubwa, lakini kwa mujibu wa katiba, kwa mujibu wa maelekezo yao, kwa kipindi cha muda fulani anakuja mtu anakuwa shuhuri, anakuwa maarufu, anakuwa rais, lakini baada ya muda atapisha watu wengine. Lakini jina ambalo nalozungumzia ni jina ambalo tangia ulimwengu unaumbwa, vilindi vya maji vinatengwa na nchi kavu, hilo jina lilikuwepo. Hilo jina ambalo ninalizungumzia katika maisha yako, katika shughuli zako, katika masomo, katika familia, mtangazie jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona pia hata hawa wanaojiita ni mashuhuri, hawa wanajiita mashuhuri, lakini bado kuna muda wanahitaji msaada wa hii nchi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hawa mashuhuri inawezekana wao wamejiita kwamba ni marais wa dunia. Nikisema rais wa dunia, sinafahamu ni nani, si ndio? Si ndio?
akaandaa mabomu ya nyuklia, lakini bado akaona mimi hivi vitu sawa, nina vyombo vizuri vya kupigana, nina vitu vizuri vya kupigana, lakini pasipo na msaada wa hili jina kuu la Yesu siwezi kushinda. Yesu msaidie sana. Yesu msaidie sana. Sasa imagine huyo anajiita ni rais wa nini? Wa dunia. Bado anatambua nguvu na uweza. Inafika mahali hata kama hawezi kupiga magoti kwa sababu labda ya vyombo vya habari, lakini moyo wake unainama, unasema kwamba mimi siwezi. Anaita wachungaji wanamuombea, anaita wakuu wa dini wanamsemesha kwamba taifa letu litakuwa salama, tunaweza tukashinda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe ambaye mwenzangu na mimi ni mtu wa kawaida, hauna jina lolote, unafanya mambo yako kiasala sana kweli? Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Hauna cheo chochote kama mimi, lakini unajua mbinguni viko vio, si ndio? Lakini katika maisha ya kawaida hatufahamiki, lakini bado tunaenda, yaani tunaenda tu ili mradi twende. Katika mambo yako yote tangaza jina la Bwana. Haleluya, haleluya, tangaza jina la Bwana. Ni kweli unaweza kuwa una nguvu fulani ya uchumi, ni kweli unaweza kuwa una level fulani ya maarifa, nina degree, nina masters, nina PhD, ninaweza nikawa na kaufahamu fulani katika kusoma mambo, lakini hayo yote hayatawezekana isipokuwa ukilitamka jina la Yesu katika kila kona ya maisha, utakwenda kufanikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hili jina la Yesu jamani, ni jina ambalo ni tamu. Mwambie jirani yako, jina la Yesu ni tamu. Linafukuza hofu. Huwa tunaimba kwenye tenzi, jina la Yesu ni tamu, si ndio? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hili jina ambalo tuko nalo, tusiwe ni watu wa kulitaja tu katika makusanyiko ya kiroho, tusiwe ni watu wa kutaja tu katika muunganiko fulani ndio tunahitaji hili jina, lakini katika shughuli zako zote, katika nyakati zako zote, haijalishi umefanikiwa au hujafanikiwa, unapaswa kumtaja huyu Yesu, kwa sababu uko wakati ambao Bwana atakufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina la Bwana bado linaendelea kuwa bora. Lakini sasa namna ambavyo tunaishi, tumekuwa ni watu wa kulitaja jina la Bwana katika maeneo fulani. Nakumbuka mashuleni huko, mashuleni zikikaribia mitihani jamani, zile pepa hazitoshi, si ndio? Watu wanakaribia hivi, watu wanakaribia nekta, sio wanakaribia nini, venu hazitoshi. Watu wananyenyekea, watu wanamtaja Yesu, watu wanahitaji msaada. Lakini mimi ninakwambia, kila nyakati ambazo utakutana nazo ni lazima umtaje Mungu Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini tunalitaja jina la Bwana katika mazingira tofauti, lakini pia tunapopita katika shida, katika magumu, unaona kwamba mimi siwezi nikashinda hii vita, unatakiwa ukae kuzungumza na huyu Yesu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ninakumbuka nikiwa semester ya mwisho, watu wa kweli wanajua kuna somo hilo bila suti wewe kufanya mtihani. Watu wa kweli tuko. Kuna hilo somo bila suti na tai nyekundu au skafu nyekundu kwa dada, sijabu nyekundu, hawezi kuingia vile, si ndio? Sasa katika kupita kwangu, kozi zikatoka, nikapata kozi ya 18. Yaani
Yaani features na effect, she causes, point ni zile zile hazieleweki. Kwa sababu baada ya kuangalia swali nikacheki pale nikasema sasa hapa najaza nini? Nikajaza hicho nilichokijaza. Na kwa sina tabia ya kwenda kuhakikisha baada ya mtihani kwamba kile nilichokijaza ni sahihi. Nilikuwa sina tabia, lakini hiyo siku nikarudi kuangalia kwenye slide. Baada ya kuangalia nikajipata kwa hapa sisi ndio. Yaani hapa sitokoi. Yaani moja kwa moja kisha nimeshaenda chaka. Baada hapo na nakuwa kipindi hicho na huduma ikawa imeanza. Nikapiga hesabu. Kwa yaani ni somo kozi ni ya 18. Alafu swali lenye maksi nyingi nimeenda chaka. Nitapata hiyo swali ngapi ngapi nifike sio. Na ndio tulikuwa tumeanza huduma hapa. Nikasema nisi hapana. Hii ngoma ni ngumu. Hii bila Yesu Biblia kati sitoboi. Nikasema hivi ni kwa nini? Ilikuwaje kwanza? Yaani kajiuliza maswali mengi. Lakini kikaja kitu. Mama nisikuwa kumbuki, lakini nilimshirikisha mama. Nikamwambia mama, kuna somo nimefanya lakini kama sielewi. Mama akanitia moyo akasema hakuna shida, tutamwita Yesu atakwenda kufanya. Bwana sifa sana. Kwa katika kusubiri matokeo nikaliita jina la Bwana kwenye ile FE. Amen. Kwa nguvu kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku nikafaulu. Haleluya. Matokeo yalitoka nikafaulu. Sikuwa na sababu, sikuwa na nini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa tunaona hapo umuhimu. Inawezekana mambo yaendi. Inawezekana pia kuna vitu umevifanya, unaona kama vile vitu umeshavikosea. Kwa wanafunzi unaweza kuona kama kuna swali ambalo umeenda chaka, lakini tunaye Bwana ambaye anagairi mabaya. Wewe unaweza kuona kwamba kwa hii sitoboi, lakini ukimwita Bwana anasuka maswali ambayo inawezekana unaenda chaka. Bwana yeye mwenyewe atajua ni namna gani ya kuweza kukufaulisha. Haleluya. Haleluya. Kitemu ya pili ni neno. Hapa tutakuwa na mambo mengi, ni neno. Kumbuka ujumbe unaenda kwamba jisiweze kulitaja jina la Yesu na kutumia neno lake nyakati zote. Kwa tunaposema neno tuna maana gani? Neno unaweza kuwa na maana zako nyingi na zikawa bora, lakini hii ya leo inasema kwamba neno huu ni muunganiko wa maelekezo, mafunzo, jumbe mbalimbali za Mungu kwa watu wake. Huu ni muunganiko wa maelekezo, mafunzo, jumbe mbalimbali za Mungu kwa watu wake. Kwa kifupi tunaweza tukasema Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ni kitabu ambacho kimejaa maelekezo mengi ambayo Mungu aliyatoa, lakini pia watu ambao walitembea na nguvu za Mungu wakafanyaje? Wakaandika, ndipo tukapata kitu kinaitwa nini? Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna muda ili tuweze kufanikiwa ni lazima tutumie neno, kwa sababu kwenye Ebrania 4:12 inazungumza pale kwamba neno la Mungu li hai, linaweza, linachoma zaidi ya upanga ukatao kuwili, lina uwezo wa kuzitenganisha nafsi na roho, linapaka mafuta yaliyo mabichi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwa sababu sisi tuko hai, tunatakiwa tuendelee kulitumia hili neno, ambalo hili ni neno liko hai, halizeki, lilikuwepo, litaendelea kuwepo. Kwa hiyo katika nyakati zote ambazo wewe unaweza kuziona ni ngumu, ukirudi kwenye neno hapa unapata majawabu yako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kuna mtu ananielewa?